Matumaini yangu ni umzima wa afya kabisa, mtazamaji wa Kino Media popote pale ulipo. Jina langu ni Josephine Geoffrey. Niko hapa kwa kusindikiza kuianza siku yako. Kipindi hewani ni The Morning Echo, kipindi ambacho kimekuwa kikikukutanisha na watu mbalimbali, ambapo kwa namna moja ama nyingine kujifunza vitu mbalimbali vinavyoendelea katika jamii yetu. Na leo nimebahatika kumtembelea mwenyekiti wa chama cha ushirika cha wakulima wa korosho ndani ya mkoa wa Katavi. Niko naye hapa na tutazungumza mengi, kubwa zaidi mustakabali wa zao la korosho ndani ya mkoa huu wa Katavi. Tutazungumza changamoto, masoko na fursa ambazo zinapatikana kwenye soko hili la korosho. Karibu sana. Asante sana ndugu wapendwa mtangazaji, mimi nashukuru sana. Kwanza, jambo la kwanza nashukuru kwa kuwa mmenitembelea siku ya leo ili muweze kujua hatima ya zao letu la korosho. Zao la korosho kimkoa ni zao la kimkakati katika mkoa wa Katavi, ambao tumeanza rasmi mwaka 2019 na kulipokea kwa shauku kubwa sana. Baada ya kuwa zao la korosho limefika hapa Katavi, tulijiunga kama chama. Kabla ya hapo tulikuwa kama kikundi. Kikundi hicho tuliita kikundi cha wakulima wa korosho mkoa wa Katavi. Tulikuwa naongozwa na mwenyekiti alikuwepo wa kwanza katika kikundi hicho kabla tujakuwa chama cha ushirika, alikuwepo mzee Kimanta alikiongoza akiwa na mhasibu wetu Kinyonto na mheshimiwa Mbogo. Ndio hususani walikuwa na moyo sana juu ya zao la korosho. Sasa kwa faida ya mtazamaji, majina yako pia na wewe sasa ni nani kwenye hicho kikundi? Ni kwa jina naitwa Pius Sylvester Sukali. Ni mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika cha mkoa wa Katavi cha wakulima wa korosho wa mkoa wa Katavi, na nimekuwa nikifuatilia sana juu ya zao la korosho. Chama hiki lengo zaidi kilenga kwanza katika hatua ya kwanza uzalishaji. Hatujaanza kununua kwa sababu sasa hivi tuko kwenye mlengo la kuzalisha. Mpaka sasa wakulima wengi wameanza kunufaika na kutambua. Awali ya kwanza hicho chama hukujua kwamba vipi zao hili la korosho linakujaje mkoa wa Katavi. Zao la korosho hili walizani kwamba ni la kisiasa, labda kwa sababu baada ya kuwa mwaka 2019 wakulima walitikia kwa wingi sana kupanda hizo korosho, lakini kutokana na ufuatiliaji ukawa ni hafifu sana na wataalamu tukawa hatuna. Kwa hiyo wengi walikufa moyo na kuyateketeza mashamba mengine. Wengine walifikia mpaka hatua ya kuwa wamekata. Katika kutembelea kwangu, basi mimi katika baada ya kupata wenyekiti nilianza kufuatilia mkulima mmoja hadi mwingine. Hatimaye nimekuja kukuta kuna korosho nyingi sana. Na mpaka hapo mwenyekiti, tumezoea kuona zao hili likilimwa sana mikoa kama ya Mtwara na Lindi. Imekuwaje sasa Katavi ikaingia kwenye zao hili? Hili zao la korosho waliangalia jiografia ya huko waliko, si huko Mtwara na kuseme mpaka huko Songea na hali ya hewa ya mkoa wa Katavi, waliona kwamba ni jambo ambao kwanza korosho hapa awali zilikuwepo hapa Katavi za asili. Kwa hiyo zao la korosho hapa Katavi ni haina jiografia yake haipishani na ya sehemu ya Mtwara. Usipokuwa tu muda, sisi Katavi hapa tunaanza kufuria mikorosho, tunaanza kuitibu kuanzia mwezi wa 5 mwanzoni na mwezi wa 8 tunaanza kuokota korosho. Kwa hiyo jiografia ya Mtwara na jiografia ya mkoa wa Katavi tunaendana, kwa sababu hali ya hewa ya Katavi inalingana na huko kutokana na zao la korosho. Kwa hiyo ukiangalia kama nilivyotamka hapo awali, zao la korosho, kwa mfano mimi ni mzaliwa wa Katavi hii. Nimeishi hapa Katavi. Kuna mikorosho ambayo tuko naishi nayo eneo kimoja la Kigwa pale, kulikuwa mikorosho tunakula na ilikuwa inapamba sana korosho. Mpaka sasa hivi bado ipo nyingine mikorosho ya asili. Lakini baada ya kuwa utafanya utafiti wakaona ni bora na Katavi nayo iwe miongoni mwa wakulima wa korosho. Na korosho hapa sasa hivi kweli inakubali. Inakubali sana. Na mpaka sasa kufikia mpaka mwaka jana 2025 26 kuna tani kama 24,000 nimepeleka wakulima Singida kwenda kuuza. Na wakulima baadhi wamepata fedha ya kutosha, kama mfano ukiangalia mkulima mmoja wa Inyonga ni zaidi ya milioni 27 hivi alipata. Kwa ujumla kama nikijua idadi, kwa sababu zilikuwa zinapitia mikononi mwangu, ni kama milioni 84 nimegawa kwa wakulima wa korosho na wote walipata wale. Kuanzia kwenye kilo 2, 3, 4 mpaka 20. Sasa kutokana na mafanikio hayo, sasa ni changamoto gani kubwa ambazo zinawakabili hawa wakulima wa korosho ndani ya mkoa wa Katavi? Kinachowakabili zaidi wakulima wa korosho zaidi ni wataalamu wa kuweza
kutuonyesha namna ya upulizaji wa viuatilifu. Vile vile viuatilifu mkoa wa Katavi vinachelewa kutokana na jiografia tulionayo. Alafu changamoto zingine, maafisa ugani hakuna anayefahamu zao la korosho, ni wachache sana. Yaani ukiuliza hawafuatilii zaidi kuhusu zao la korosho. Hata ukimuuliza bwana shamba kwamba zao la korosho wapi umeshawahi kutoa zao, hakuna, isipokuwa kupitia chama chetu korosho imeanza kupatikana na tumeanza kuuza. Lakini hapo wakulima wengi wamekuwa wakilalamikia kwa kutokuwepo kwa bei ya uhakika ya zao hili la korosho. Unafikiri sababu hasa nini? Ni kwa mkoa wa Katavi huu sina uhakika kama kuna mkulima amewahi kulalamika juu ya zao la korosho, isipokuwa kwanza hapa Katavi kuna wanunuzi yupo ambaye ananunua korosho, ameitwa Mr. Yalonde, ana kiwanda cha korosho cha kubangua korosho hapo eneo la Kalakwacha hapo chini. Kuna korosho hii inabanguliwa vizuri sana. Soko kwa kweli lilipo ni mbali, lakini na wakulima uzalishaji kutokana na uzalishaji tulionao, chama kimekaa imara kuwatafutia soko. Na ndio maana nimekwambia hapo awali nimeondoka mpaka kuwapeleka wakulima Singida kwenda kuuza hiyo korosho na wamepata fedha. Isipokuwa kuna wengine walikuwa hana uwezo. Kwa mfano mtu ana kilo 2 ataenda mpaka Singida kutafuta soko hiyo. Kwa hiyo Singida wamekuwa ni chama cha ushirika pale Singida Mlanje, na kishukuru sana mweza kunipokea vizuri, na vile vile wataalamu wote wa korosho tujitahidi sana mpaka kupata grade ya kwanza. Kwa mfano mnada wa mwisho niliopeleka tumeenda kuuza shilingi 2969 na senti kidogo. Kweli soko lilikuwa ni zuri, kwamba hakuna shida ya masoko. Tatizo la uzalishaji bado Katavi tuko chini sana. Endapo kama tutapata kilo za kutosha, tukipata tani kama 1000, nafikiri wanunuzi watakuja wenyewe kununua hapa Katavi. Haya, sasa tukija kwenye swala zima la pembejeo za kilimo, lakini pia na dawa na gharama za uzalishaji, na athiri kwa kiwango gani uzalishaji wa korosho? Kwa kweli kuchelewa kwa viuatilifu vya zao la korosho katika mkoa wa Katavi tunaathirika sana, kwa sababu sisi wadudu wanaoshambulia zaidi ni wale mbu wa korosho na ubwiriunga. Ubwiriunga unashambulia maua, unashambulia mti wa mkorosho wenyewe na kunyausha, unaitwa ubwiriunga. Sasa ugonjwa huo kwa sisi mkoa wa Katavi, kutokana na jinsi wenyewe tunajihudumia sisi wenyewe wakulima, hakuna mtaalamu ambaye anatufuatilia juu ya kuangalia kwamba ni mti wa mkorosho una shida gani. Hatuna wataalamu kwa ujumla. Changamoto ndio tulionayo hiyo ya wafuatiliaji wa zao la korosho. Na vile vile viuatilifu vinachelewa kufika mno. Kwa sisi kwa jiografia ya Katavi inatakiwa mwezi wa 4 mwishoni tumeshapata hivyo viuatilifu. Ndio changamoto tulionayo. Vile vile wakulima wengi hawajajua namna ya kuweza kuutunza mkorosho. Mkorosho unataka usafi. Na tuna kalenda ambayo inaonyesha jinsi ya kuandaa mkorosho. Kwa mfano mwezi wa 2 na mpaka wa 3 huwa ni muda wa kupogolea. Shafika sasa unakuta mkulima haelewi, mti wa mkorosho unakuwa mpaka chini. Kwa hiyo unapokuwa tawi linapokuwa limeshuka chini pale, wadudu ni wepesi sana kupata kushambulia huo mkorosho. Kumekuwa na baadhi pia ya malalamiko ya kucheleweshewa kwa malipo baada ya kuzipeleka korosho sokoni. Sasa tukija kwa mkoa wa Katavi, hali ikoje? Kwa mkoa wa Katavi mimi nashukuru sana. Mnada wa Singida nilipopeleka kwa kweli haikuwa haipiti wiki tujapewa fedha hizo. Labda mikoa mingine huko msehemu za Mtwara, lakini si soko letu la Singida kwa mkoa wa Katavi. Maana si Katavi hapa Singida ni karibu kuliko peleka Tunduru au huko Mtwara kabisa. Hapa Singida ni karibu. Kwa kweli hatukucheleweshwa. Kwa mfano kama mnada wa 2 haikupita hata siku 3 hela wameshapata wakulima zote. Hakuna aliyecheleweshwa. Haikupita hata wiki. Kwanza mnada wa kwanza wa mwezi wa tarehe 30 mwezi wa 12 nilipeleka, kupita wiki wakawa wameshapata. Wote niliwagawia fedha zao. Kwa kweli na mmekuwa mkipeleka korosho Singida. Na kuhusu soko sasa ni la uhakika ama nalo bado limekuwa likisuasua? Hapana, kwa mnada nilivyouona ule wa Singida, soko lile ni la uhakika. Na godown ile wanatupokea kwa uzuri, na sio kwamba sisi mkoa wa Katavi tu. Hata Tabora wanalima kumbe korosho kumbe sasa hivi. Tabora ukiangalia Urambo, nimekutana nao watu wa Urambo, watu wa Kigoma nao tumekutana nao pale Manyoni, watawa Kigoma na peka Manyoni korosho. Kwa hiyo sisi kwa hapa mkoa wa Katavi kwa kutokana na uzalishaji kama kwa sababu katika Katavi hapa ofisi ipo ya chama cha wakulima wa korosho, ipo hapa ndio sento yao. Ukiangalia mikoa yote kwa mfano inahudumia Kigoma, Rukwa, Katavi na Songwe. Kwa hiyo ofisi yao iko hapo. Hapa pana kila wakati huwa mnaenda kwa ulizia kuhusu kwa mfano sasa hivi hususan viuatilifu vimechelewa. Napigizana kelele kila siku na wao. Wakulima wanalalamika na ndio inasababisha uzalishaji ukashuka chini. Kwa sababu sasa tuko nje ya muda wa utibu, yani ya kutibu korosho. Tukija kwenye hivi vyama vya ushirika sasa, vina mchango gani
katika kuwainua wakulima wa korosho ndani ya mkoa wa Katavi? Vyama vya ushirika katika mkoa wa Katavi nafikiri vina lengo lake zaidi ni kutaka kuwatafutia wakulima masoko popote pale walipo, iwe kwa rejareja kwa hao wanaonunua dogo au kwenye kupeleka kwenye chama kikuu cha ushirika. Kwa mfano sisi Katavi hapa tunategemea chama cha ushirika cha Manyoni Singida huko. Sawa. Sasa kwa wewe ukiwa kama mwenyekiti wa chama unadhani ni kwa nini wananchi wengi wamekuwa na kurudishwa nyuma katika swala zima hili la ulimaji wa kisasa wa korosho? Kwa mkoa wetu wa Katavi nafikiri kinachodhoofisha zaidi, wakulima wanakuwa kama watoto yatima. Hakuna anayefuatilia juu ya zao la korosho, hilo ni wachache sana. Hata maafisa ugani tulionao kule ni wachache, si rahisi kutembelea wakulima. Kwa mfano ukiangalia Tanganyika, halmashauri ya Tanganyika ina korosho nyingi mno, lakini nyingi zimetelekezwa. Nikiangalia kuna mkulima mmoja ambaye ni maarufu sana, mwaka jana nimekuta mikorosho imeungua sana. Eneo la pale Kabungu kama naelekea eneo la Kasinde, ana heka karibuni ya 30 hivi na korosho nyingi sana zimeungua. Kutokana na jinsi gani? Utunzaji au kuliona kwamba ni la muhimu sana, lakini kutokana na jinsi mimi naanza kuhamasisha, wameanza kuliona kwamba ni la muhimu sana. Usani ukiangalia hata mwaka huu miche ya mikorosho nimegawa mingi sana, kwa sababu ya mwitikio umekuwa ni mkubwa. Amezoa kwa sababu zao la korosho nafikiri tutategemea itakuwa badala ya zao la tumbaku. Hakuna atakayekuwa analima tena tumbaku baada ya kuona hii zao la korosho linatoa kama jinsi mwaka walivyofaidika. Sasa hizi watu wanapiga kelele wakulima kutokana na jinsi wewe walioonja kidogo. Pesa walipata kiasi lakini wamechangamka sana. Shida ni hiyo ya kuwa hatuna watu wanaofuatilia zaidi. Pamoja na mshukuru mkuu wa wilaya anajitahidi sana kuniuliza na kunipa moyo pamoja na mama mwenyewe juu ya zao la korosho, na kila wakati ninapokuwa na katika ugawaji lazima niwepo mimi mwenyewe kwa ajili ya wakulima wa chama ambao ni wanachama na wasio wanachama, huwa na wagawia korosho ili mradi zao la korosho liinuke. Kwanza zao la korosho ni zao ambalo linatunza kwanza mazingira. Kwa kweli mkoa wa Katavi tukilipokea kwa upendo na kwa umoja, tukipata na ushirikiano mzuri, nafikiri zao la korosho litakuwa ni zao mbadala wa zao la tumbaku. Tukija kwenye hawa vijana wetu wamekuwa nyuma sana katika swala zima la kuingia kwenye biashara au kwenye kilimo. Sasa tukija kwa upande wa mkoa huu wa Katavi, kuna vijana ambao wao wamekuwa wakijitokeza kwenye swala zima la kilimo hiki cha korosho. Vijana waliopo hapa ni wachache, si kama vile wazee walivyo na mwitikio. Wazee wana mwitikio mkubwa sana juu ya zao la korosho kuliko vijana. Vijana wanafikiri ni zao ambalo linachelewesha. Lakini ukiangalia mimi nikaangalia zao la korosho si kwamba linachelewesha, kwa sababu zao tulionao la korosho sasa hivi ni la muda wa miaka 3 tunaanza kuvuna korosho. Ni korosho ambayo ni ya muda mfupi na ni mkorosho ambao unaweza kukaa muda wa miaka mingi sana. Ukiangalia kama sehemu za kule Mtwara, wale wanaokula sasa hivi wanaofaidi sio wao, ni wa babu yake waliopanda kule. Ndio wanafaidi sasa hivi vijana. Kwa hiyo nilikuwa naomba vijana wa mkoa wa Katavi wachangamkie mikorosho, kila mwaka wanapanda. Kwanza inapendeza, kwanza ni chakula. Yaani soko lake sio kama la kushida, hapana. Utakula, utabangua wewe mwenyewe, utauza na utakula. Kwa sababu unadhani ni mkakati gani ambao unaweza ukawavutia vijana sasa kuingia kwenye kilimo hiki cha korosho? Kilimo cha korosho kwa vijana, mimi nitajaribu kutembea kuongea nao vijana na kuelimisha vizuri juu ya zao la korosho, kwamba zao la korosho litakuwa ni mkombozi kwa vijana ambao ni taifa ambao tunaitegemea sasa hivi, vijana ambao wengi tunawategemea. Wasijiingize katika masuala mengine ya kutafuta biashara ambazo ni za haraka sana. Akiwekeza kwa muda mrefu na kuvuna, atavuna kwa muda miaka mingi. Kwa mfano korosho ukishawekeza hapa, maana yake umewekeza kweli. Tofauti na kwamba utakimbia kwenye dhahabu. Utakimbia kwenye dhahabu utaenda kupata dhahabu siku 2-3, naona vijana wengi hapa wanaanza kupata shida. Mimi naona vijana wajikite zaidi kwenye kilimo cha korosho. Ukiwa na heka zako 2, maana yake ukiwa na heka zako 2, maana yake una miti kama 54 hivi. Kwa sababu korosho mti na heka moja ina miti 27 au 30. Kwa hiyo miti ni mingi sana. Na korosho mwenyewe ukiutunza vizuri, unaweza kutolea tani nyingi za korosho. Kwa sababu mimi nilijaribu kuongea na mtu wa Mtwara, akasema hapa nimepata gunia 5. Wasema kwa huyo hilo ni gunia tu sawa na mti mmoja kwa huko kwetu. Akasema basi kumbe sisi tujipe moyo. Inawezekana si mkoa wa Katavi tukawa juu. Ila naomba vijana sana wachangamkie kilimo cha korosho. Kwa sababu korosho nao kwa mkoa wa Katavi inawezekana tukaingizwa kwenye hewa ya ukaa. Zao la korosho ikishaingizwa kwenye hewa ya ukaa, maana yake kila mwaka mti unalipwa shilingi 10,000 kama wenzetu Tanganyika kule. Mti mmoja ni shilingi 10,000 unalipwa.
kwa ajili ya hewa ya ukaa, kwa sababu inatunza na hewa ya ukaa. Hiyo korosho ni miti. Sawa sawa. Kijana wa mkoa wa Katavi, changamkia fursa hii ya ulimaji wa zao la korosho, kwani ni fursa kubwa kwa jamii na kwa mtu mmoja mmoja. Bado tuko hapa na mwenyekiti wa chama cha ushirika cha wakulima wa korosho mkoa wa Katavi, Pius Sukari. Anatuambia mengi hasa kuhusiana na zao hili linalopatikana mkoa huu wa Katavi. Sasa mabadiliko ya tabia ya nchi yana athari gani katika zao hili la korosho ndani ya mkoa wa Katavi? Mabadiliko ya tabia ya nchi, athari yake nafikiri katika zao la korosho hili athari zake zaidi ni wakulima, hasa wafugaji. Wanaharibu sana mikorosho, wanaingiza tu kwenye mikorosho. Nakuta nimejaribu kutembelea wakulima, kila mkulima unapoenda pale unakuta kweli ng'ombe zimeshavunja mikorosho. Tabia nchi tena, hali ya hewa, hii ukungu nao ndio unaotuasili ule ukungu. Kwa mfano mvua iliyopita ni kubwa sana, sasa hizi mikorosho mingi ina ukungu na viuatilifu hatuna. Kwa hiyo ndio tabia, ndio sababu ya kusababisha changamoto katika tabia nchi, hali ya hewa ya kuhusu korosho inavyoathirika kutokana na ukungu. Sawa, tukija kwenye swala zima la elimu kuhusiana na kilimo hiki cha korosho, nawafikia wananchi wale wa kijijini kabisa kwa kiasi gani? Kwa elimu inafika kwa ukubwa sana, ili isipokuwa ushirikiano unakuwa ni mdogo kwa viongozi wa serikali za mitaa. Na mimi sasa hivi ndo najipanga niweze kuwa pamoja nao viongozi wa mkoa mzima, hasa wenye viti wa serikali za mitaa, kuambia korosho ni zao ambalo ni mbadala, ambalo linaweza kutoka katika mkoa wa Katavi, hususan katika vijana ambao ndio taifa la leo na taifa la kesho. Nafikiri tutahamasisha, na mimi nitajitahidi sana kutembelea, na mimi hata hivi huwa najitahidi, na sasa najitolea kwenda mguu kwa mguu. Nimewahi kutembelea vijiji cha Kafulu, Kasinde, Mishamo nimeenda. Kwa bahati nzuri nilipata ushirikiano mzuri kwa afisa kilimo ndugu Faridu, afisa kilimo mkoa, tumetembea naye na kutembelea mikoa ya halmashauri ya Mlele, Mpimbwe tumetembea, hapa pote tumeenda mpaka sehemu za Ivungwe kwenda kuhamasisha wakulima wa korosho. Na Ivungwe korosho inakubali, isipokuwa ndo hayo changamoto tulionao sasa hivi, ukungu ndo unashambulia sana zao la korosho kutokana na hali ya hewa iliyokuwepo, hasa hususan mvua. Okay. Wakulima wa Katavi wanapata msaada wa kutosha kutoka kwa hawa maafisa ugani? Kwa kweli nisiweze kusema kwamba wanatoa msaada au hawatoi, kwa sababu ya maafisa ugani tulionao ni wachache, na utaalamu wa zao la korosho hapa hawana. Hakuna. Hapa tulikuwa naye ambaye alikuwa anakuja angalau anaweza kuambia zao la korosho ni nini. Tupo na afisa mmoja wa kilimo cha korosho. Afisa huyo anaitwa Kevin Mwaisumo. Huyo Kevin Mwaisumo ndio kimwambia zao la korosho atakufanulia vizuri. Vile vile tulikuwa na afisa masoko hapa ambaye kwa sasa hivi hayupo, anaitwa Hamidu Mponda. Nafikiri naye wamemhamisha, tulikuwa naye hapa juzi hapa, amerudi tena kule makao makuu. Huyo ndiye alikuwa anajua zao la korosho. Kwa hapa wakulima ni wachache, na ukimuuliza afisa kilimo hapa kwambia vipi zao la korosho linahitajika, anasema wewe mkulima mwenyewe ndio bwana shamba wa kwanza kulijua zao la korosho. Kwa hiyo wataalamu tulionao ni wa mazao mengine ya tumbaku, mahindi, nafikiri hata ufuta labda kama na pamba, lakini kwenye zao la korosho sijawahi kuona afisa kilimo mmoja ametutembelea moja kwa moja au amekuja kunipitia mimi kama mwenyekiti twende kuangalia, isipokuwa labda mkuu wa afisa kilimo mkoa ndo ametumai kwenda naye tembea na kufanya firidi mbalimbali na wakulima. Zao hili la korosho sasa lina mchango gani kwa familia, lakini pia kwa uchumi wa mkoa? Kwa sasa zao la korosho lina faida. Kwanza zao la korosho nikirudi nyuma, kwanza ni chakula. Kwanza linajenga. Vile vile inatunza mazingira. Faida tulizonazo katika zao la korosho ni kubwa sana. Na mchango upande wa serikali mwaka huu ndio, kwa sababu ndio tumeanza. Mfano mwaka huu nimeenda kuuza kama tani, kwa sababu hatukuwa na masoko ya uhakika, lakini kwa sasa nimepata soko la uhakika kupitia chama kikuu cha ushirika cha Singida. Kweli kule katika tani hizo nilizouza, nafikiri kitakuwa na mchango mkubwa endapo tutavuna kwa wingi na kusogeza soko hapa. Faida itapatikana, hata serikali itapata kupata, nafikiri itapata ushuru wake, na sisi wenyewe chama kikuu cha ushirika cha mkoa wa Katavi na sisi tutapata. Lakini kwa sasa hivi tumetumia chama kingine, imekuwa hata shida ya kuweza kupata ile 1%.
ambayo iko kule mpaka sasa naendelea kuidai sijapata. Ipo kuna asilimia ipo kule ambayo ingeweza kurejea kwenye chama chetu cha ushirika. Na kuna mpango wote labda wa kuanzishwa kwa viwanda vya kuchakata korosho ili kuongeza thamani? Kwa hapa bado tuna kiwanda kimoja, ila chama chetu cha ushirika mkoa wa Katavi, endapo Mungu atatujalia wakulima hawatapata shida, tutakuwa tunanunua sisi wenyewe na kubangua hapa na kuifanya hii korosho iwe na thamani zaidi, ili wakulima wasihangaike sana. Hata mwenye kilo 2 atakuja atabangua au tunanunua sisi wenyewe. Wakulima wengi hulalamika kuwa maamuzi mengi kuhusiana na korosho yanafanywa bila kushirikishwa moja kwa moja. Wewe kama mwenyekiti unaonaje swala hili? Kwa mkoa wa Katavi wakulima walio wengi na maamuzi mengi huwa tunashirikishana. Mara nyingi huwa tunakutana hapo Kashato na Azimio hapo shule kwa ajili ya vikao mbalimbali. Inawezekana labda wanasema kushirikishwa, inawezekana ni kushirikishwa kuarifu. Kwa mfano kama viuatilifu vinaletwa vile vile labda katika ugaji wa korosho nani viuatilifu vinatoka vimegawiwa huko. Kwa hiyo mimi hapa nikuja tu wanachukua tu kila mmoja jinsi alivyogawia, isipokuwa tu nakuwa vichache ukilinganisha na uhitaji wa wakulima. Sawa. Ikiwa sasa changamoto ambazo umezielezea hapa, kwa mfano uhaba wa maafisa ugani, si ndio? Changamoto hizi zikitatuliwa vizuri kabisa, unaamini Katavi inaweza kuwa moja ya mkoa ambao unaongoza kwa kilimo hiki cha korosho? Naam. Kwa sababu ukiangalia mkoa wa Katavi na mwitikio uliopo wa wakulima, tukipata wataalamu wa kutosha juu ya kufuatiliaji wa korosho au na upuliziaji, kwa sababu hata mkulima sasa hivi tunabahatisha upuliziaji. Mtu anachanganya viuatilifu tu, anachanganya kwa mfano viuatilifu hivi vinachanganywa kwa utaalamu. Tukipata wataalamu kabisa ambao wanafuatilia kijiji kwa kijiji au kila kijiji kipata mtaalamu angalau hata mmoja, nafikiri zao la korosho litakuwa zao la kudumu sana na itakuwa zao zuri na ambalo litakuwa nimemkomboa mwana Katavi katika kiuchumi. Sawa. Sasa tukija kwa upande wa serikali, lakini pia sekta binafsi na taasisi za kifedha zinapaswa kufanya nini ili mkulima wa korosho aweze kunufaika ipasavyo? Mimi nilikuwa naomba taasisi za kifedha zijaribu kuangalia wakulima, ili kipindi kama hiki zao la korosho viuatilifu unapokuwa vimechelewa, jaribu kuangalia wakulima na kuwakopesha wale ambao wana miti, kwa sababu mti wenyewe ukienda kumkopesha mkulima wa korosho, yule zao la korosho ule mti hauondoki pale. Ataendelea kuutunza, na wengi wana moyo huo, na wakulima wengi wanahitaji zaidi wapate serikali ingize mkono pale angalau wapate mkopo ili waweze kuendeleza mazao yao. Hususani nimekuwa nikipigiwa sana na wakulima wa Mishamo. Mishamo ni kuna wakulima wazuri sana wa korosho, na mwaka wa 2025-26 wameuza korosho nyingi sana kutoka Mishamo. Na mimi mwenyewe nimeenda hapo kule mara nyingi, na baadhi yao nimewahi kusafiri nao kwenda. Endapo serikali itaingiza mkono wao, mabenki haya yatawaamini wakulima wa zao la korosho, itakuwa ni vema sana. Zao la korosho litainuka kwa kasi mno. Kinachokuhamisha zaidi sasa hivi wanalalamika viuatilifu, ingekuwa kuna hela ya kukopa wengi wanasema tupate wapi tukope. Right, Katavi tutakuwa tuna haja tena endapo kama tutapata fedha ya kutosha. Hatuna haja ya kusubiri kwamba mpaka tuletee serikali na nini viuatilifu. Tunanunua tu. Tunanunua. Kama jinsi mwa wanapaka najiuliza sasa ingine wenzetu wa Mtwara kuna shaka mtu amepata milioni 200 lakini anasubiri serikali naye mgawie viuatilifu. Wakati fedha alipata za kutosha. Sisi Katavi tukipata hiyo yote inaenda kwenye viuatilifu ili tuweze kuboresha tupate hela nyingi. Kwa haraka sasa unaiona future ya zao la Katavi ndani ya mkoa wa Katavi kwa miaka 5, 10 hapo mbele baadaye itakuwa wapi? Tutakuwa tuko juu sana. Tutakuwa tuko juu. Tumwombe Mwenyezi Mungu, na mimi mwenyewe ambaye nafuatilia kwa karibu tena saa nyingine naenda hata kwa mguu kufuatilia wakulima ili niweze kupata takwimu kamili. Hivi sasa hivi tunavyoongea hapa, kila mkulima nimeshamwambia ambaye hata palilia korosho sintampa kiuatilifu. Na sasa hivi wananisikia, nafikiri kila huyo namwambia break ya kwanza kinipigia simu, mzee viuatilifu huko, naambia wewe palilia kwanza korosho. Korosho inataka usafi. Korosho haitaki stress yoyote. Korosho ikiwa msafi hata viuatilifu utatumia kidogo sana. Kwa hiyo naomba kwamba kama Katavi baada ya miaka 10 kuendelea, kwa kweli watakao kuwepo wataangalia kwamba zao la korosho ni zuri.
Korosho iliyopo sasa hivi ni nyingi. Kwanza kwa sasa hivi ninavyoongea kuna korosho nyingine iko huko ndani. Kuna mkulima ameleta juzi hizi kama debe 3. Alikuwa juu kama anzie wapi. Lakini baada ya kusikia kuna chama kikuu cha ushirika cha wakulima wa korosho mkoa wa Katavi wameanza kunipigia simu. Na juzi hapa kuna mheshimiwa naye mstaafu alikuwa mkuu wa mkoa wa Katavi, mheshimiwa Ngabo alikuwa na korosho naye. Kumbe alichelewa kipindi napeleka Singida wakulima wengine alikuwa hajui kwamba anzie wapi. Ndio maana nakuta na watu wanalalamika, lakini chama kikuu cha ushirika cha mkoa wa Katavi ndio njia pekee ya kupata masoko yao. Tatumia kila njia mpaka wauze. Hakuna atakayekosa kuuza korosho. Hata debe 2 atauza tu, hata kilo 1 atauza tu. Zao la korosho. Maana wengi wameuza hata kilo 1. Ukiangalia kwenye takwimu nilionayo pale, hadi wa kilo 3 ameuza. Tulikuwa na mheshimiwa Ngabo naye alileta kama kilo 400 kama na 18 kama na 17 hivi. Alikuja akakota muda wa kupeleka Singida, masoko yamefungwa mwezi wa pili. Ilibidi nimbembeleze mkulima mnunuzi ambaye ana kiwanda hapa cha korosho, Mr. Yalonde. Kuna kiwanda kizuri sana cha korosho. Kizuri mno, anaitwa Richard Yalonde, kiko hapo kwa Kwacha. Alikuja kanunua hizo kilo na sio hizo tu, na zingine amenunua wale waliochelewa ni wengi. Amenunua kilo kama tani 10 hivi kwa upande wangu hapa. Nafikiri endapo utakuwa changamoto zozote wanione tu, mimi nitawasaidia wakulima sehemu ya kuuza kama mzee. Pamoja kwa aliuza bei sio nzuri, lakini inatosha kwa sababu ya nini? Muda wenyewe. Zao la korosho ni zao ambalo kishavuna litakiwa kukela. Unatakiwa uuze. Kwa vyovyote vile ni mali ya serikali ile. Ana hakuna mtu anaweza kutokea mtu mwingine. Unaona hata huyu bwana Mr. Yalonde nimpeleka kupitia jina langu hapa. Mimi kama mwenyekiti wa chama nilikusanya, nikamwambia bwana njoo kwa wakulima wangu, atapeleka wapi hizo? Kwa hiyo mheshimiwa Ngabo naye aliuzwa, nimpatia kama shilingi kama alipata hela ya kutosha. Nilimlipa mzee wa Ngabo hapo. Na ndio alikuwa wa mwisho katika kuuza hizo korosho. Nilimpa huyo Mr. Yalonde. Unaiona korosho kuwa ni dhahabu ya Katavi? Naam, hiyo ni dhahabu ya kijani. Tena hata ambao wanachimba huko kubahatisha baadaye kishajua dhahabu kwamba ni korosho ya kijani. Nafikiri kutakuwa hamna haja kwa sababu zao ya korosho ukishalima umelima. Na korosho hapa Katavi ukitunza vizuri unaweza kuvuna kama la 3. Tunavuna kama la 3 msimu mitatu. Kwa msimu mmoja unaweza kuvuna mara 3. Kuvuna kama kipindi hiki tumeshaweka dawa. Mwezi wa 6 mwishoni tunaanza kuvuna. Wa 8 tukavuna na wa 10 tukamalizia. Sawa. Bei ya korosho sasa unaona inamridhisha mkulima? Kwa bei ya korosho ukiangalia na mkono wa serikali ilivyoingiza viuatilifu hivyo tunapewa kwa 100% bure. Endapo vitakuwa vinafika kwa muda unaotakiwa. Bei iliyopo inaridhisha. Mfano ukiangalia kama bei ambayo nienda kuuza Singida kule kwenye mnada wa Singida, labda kwa hao ambao wananunua wadogo hao ambao wanabahatisha tu hapa na wenyewe wanabangua, kwa sababu korosho inatakiwa ufundi zaidi. Kama jinsi mnaenda kuangalia kule Singida, korosho inauzwa kwa dola. Na soko mnaliona hapo kama yani wanapopishana bei unaona. Kwa sababu ndivyo nilivyoshuhudia mimi kule Singida. Kwa hiyo korosho ni mali ya ajabu, ni mali ya serikali, na ukiacha dhahabu, ukiacha madini, korosho ndio inaofuata kwa ubora. Kwa kuingilia fedha. Sawa, sasa kwa upande wa serikali imejitahidi vya kutosha kwenye sekta hii ya korosho ndani ya mkoa wa Katavi? Serikali kwa kweli imejitahidi, isipokuwa tu ucheleweshaji tu wa viuatilifu. Serikali kwa kujali hilo korosho, zao la korosho, ukiangalia kila mwaka wanafulia korosho hapa. Serikali kwa halmashauri kila mwaka wanafulia zao la miche ya korosho na yote inaisha kwa wakulima. Na mpaka sasa hivi wanabaki wanatafuta. Ungepewa nafasi moja tu sasa ya kubadilisha kitu kwenye zao hili la korosho, ungefanya nini? Mimi nilikuwa naomba huko bodi ya korosho ambao ndio tunategemea makao makuu ambao makao yako Mtwara. Katavi nishakuwa nawapigia kelele nyingi mara nyingi, ni hususani kama ndugu yangu mmoja mae kuja kufanya safari ya kushtukiza hapa kwa kujua kweli kinachoongelewa Katavi ni kweli. Anaitwa Yusufu Juma Yusufu Mpili. Alikuja hapa kushtukiza, alienda kashuhudia mwenyewe kukuta korosho kule Mshamo. Mkulima mmoja amepewa chupa 2 tu kutokana na mgao niliokuwa nao. Chupa 2 na miti 615. Nafikiri ilikuwa alishangaa. Kwanza alipofika kaona korosho yenyewe akasema hapana. Kama ni mtu wa Mtwara angekuwa anashinda humo. Lakini yeye kwa sababu mjuu. Kwa kweli nilikuwa naomba endapo tutakuwa tunapata viuatilifu mapema. Nilikuwa naomba kwa mkoa wetu wa Katavi mwezi wa 4 tunakuwa tumeshaanza kupata viuatilifu hivyo. Ili mwezi wa 4 mwishoni mvua zinakata tunaanza kupulizia viuatilifu ili tuweze kupata tija zaidi kwenye zao la korosho. Neno lako la mwisho kwa ajili ya vijana wa mkoa huu kujikita kwenye kilimo hiki cha korosho? Neno langu la mwisho ni kwa naomba vijana wajikite sana kwenye zao la korosho. Korosho ni mkombozi wa vijana. Hususani hata korosho lenyewe, zao la korosho unaweza kuona lima na mazao mengine ndani humo. Kwa mfano unaweza kulima korosho, zikawemo korosho na kulima na miogo,
ukaweka na mahindi hata kalangu ukavuna zaidi ya miaka kama 7 hivi mpaka ije kafunge iwe pamoja, umeshapata hela nyingi. Unaweza kunapiga jiwe moja kwa ndege watatu au 4 kwa ajili ya zao la korosho hilo. Maana korosho yenyewe unapolima mle tayari unaifanyia na usafi wakati huo. Kwa hiyo jambo la mwisho nilikuwa naomba vijana wajikite sana kwenye zao la korosho, wasijiingize kwenye masuala mengine zaidi. Kilimo ni mali. Vijana wengi wanaogopa kilimo. Kilimo hakina gharama yote. Kilimo ni moyo. Na sisi wazazi ambao sisi ni wazee sasa hivi tumeshafika hii saa 10 hii. Hii korosho tabaki na faidi vijana. Mfano mimi shamba langu lipo hapo kwa Sokola. Nimeenda nimefyeka. Nilikuwa na kiwatilifu kibaki kimoja, nimeenda nimepulizia angalau kukinga kila korosho za makao zijiangalie sana na wadudu. Isipokuwa tulikuwa naomba ziwai kwa sababu tayari zinaanza kuweka maua. Saizi korosho inaweka maua. Kwa hiyo vijana wachangamkie zao la korosho sana. Ukiona heka moja hata 2 inatosha. Utakuwa unaongeza kila siku kila mwaka. Na mimi kila mwaka lazima nigawe miche ya korosho. Kwa hiyo mkoa wa Katavi tunao dhahabu ya kijani ambayo itatufikisha mahala pazuri. Hata zao la tumbaku litakuwa kando. Kwanza zao la tumbaku linaharibu mazingira kwanza. Tangu wameanza kulima, maana mwaka wa mwisho wamenikuta mimi ni mzaliwa hapa Mpanda, mzaliwa hapa Milala, eneo la Kigwa. Zao la korosho limeingia mkoa wa Katavi mwaka 65 hapo Kasokola. Mimi mwenyewe nilikuwa chini naishi hapo karibu na Kasokola hapo. Wakikuyu walitoka Kenya baada ya vita vile vya Mau Mau. Walikuja kutukuta Kasokola wakaenda lima korosho, lakini uharibifu uliofanyika pale. Babu yangu alikuwa anatungika mizinga eneo walifikia Kasokola ile aliacha kwa ajili ya nini ya zao la tumbaku. Walimaliza sana miti yote. Na kwa sababu nilikuwa naomba vijana tuchangamkie zao la korosho. Kwanza ukishapanda zao la korosho umeshatunza na mazingira. Shatunza na mazingira. Sawa. Basi mimi nikushukuru sana kwa muda wako, na kijana ambaye amekuwa akikutizama sasa hivi kapata elimu moja kutoka kwako. Mimi nashukuru sana. Asante sana. Kwamba mimi nashukuru sana. Muendelee kuwa na moyo huo kututembelea sisi ili mjue kwamba zao la korosho linakwendaje na mpaka sasa tuko wapi. Kinachotuhangaisha sasa hivi ni viuatilifu kuchelewa mapema. Mkoa wa Katavi kama vitakuwa vinawahi viuatilifu hivyo tutakwenda haraka sana kwa zao la korosho. Vile hata viongozi naona wao hata kwenye mikutano wanalisemea sana zao la korosho. Mimi nashukuru wanasiasa wanalisemea. Kipindi Mheshimiwa Mbogo alikuwa bado mheshimiwa mstahiki meya, zao la korosho alikuwa analisemea sana. Basi nilikuwa naomba na wao wenzake nao viongozi wa serikali nao wajaribu kulisemea kila mkutano wanaposema, waseme zao la korosho, wasilione kwamba ni zao la kisiasa, ni zao ambalo litatukomboa sisi wana Katavi. Ni dhahabu ya kijani inaweza kumtibu kila mmoja. Basi mamlaka husika natumai zimekusikia na zitalifanyia kazi jambo lako. Amina. Mtazamaji wa Finu Media, ulikuwa na tazama The Morning Echo kutokea hapa Finu Media. Jina langu ni Josephine Geoffrey na leo nilikuwa na mwenyekiti wa chama cha ushirika cha wakulima wa korosho wa mkoa wa Katavi, ndugu Pius Sukari. Kazungumza mengi sana, hasa kwa wewe kijana ambaye umekuwa ukitutizama sasa hivi. Basi korosho ni dhahabu ya kijani ndani ya mkoa huu wa Katavi. Usibweteke, fursa ni hiyo hapo ya kujiingiza kwenye kilimo hiki cha korosho. Mpaka wakati mwingine, bye bye.